Karibu tena kwenye kipindi hiki kizuri. Bwana Yesu Kristo na kubariki sana. Wewe ambao umekuwa ukifuatilia mwendelezo wa masomo ambao tunayatoa hapa Manukato ya Sifa. Karibu kwenye kipindi hiki. Mungu wa mbingu na nchi akubariki. Leo moja kwa moja tutakwenda kuangalia njia za kuwatambua manabii wa uongo. Hasa katika kipindi hiki cha nyakati za mwisho, hizi nyakati za hatari. Utafanyaje au utawezaje kugundua huyu ni nabii wa uongo au huyu ni mtumishi wa uongo ambaye anaweza akasababisha wewe ukaikosa mbingu au ukakosa kulisi ufalme wa Mungu kutokana na mafundisho yake ambayo sio sahihi? Tutaanza kuangazia mahali hapa pamoja kwa moja, na naomba mkanisikilize kwa makini na tukasikilize ujumbe huu kwa makini. Wewe ambaye unawiwa kabisa na sauti ya Mungu kupenda kujua kwa habari hii, leo moja kwa moja nitakwenda kuangazia mahali hapa Manukato ya Sifa. Okay. Jambo la kwanza ambalo tunakwenda kuliangazia kabisa kwa habari hii, tutaangalia kabisa kwa uzuri na tutapata kuelewa. Jambo la kwanza ambalo manabii wa uongo au watumishi wa uongo wanalitumia, ambalo ukiona kabisa unajua hapa huyu sio mtumishi wa Mungu sahihi na inaweza ikawa ni nabii wa uongo. Roho ya utambuzi. Roho ya utambuzi manabii wengi wa uongo wanatumia roho ya utambuzi ili watu waamini kuwa ni watumishi wa Mungu. Ile kwamba mtu anaweza kukuambia jina lako, unatoka wapi, ulizaliwa lini, una watoto wangapi na kadhalika, havina maana ya kwamba ni nabii wa kweli. Yaani ile hali mtu anakuambia wewe ni nani, jina lako, umezaliwa wapi, mwaka gani na watoto wangapi, hiyo haina maana kwamba huyu ni mtumishi kweli wa Mungu, bali hiyo inakuwaga ni roho ya utambuzi au roho pepo wa utambuzi. Ni njia ambayo shetani anaitumia kudanganya watu. Mtu anaweza kuwa na roho ya utambuzi kwa ajili ya kupata faida yake mwenyewe, yani kujipatia fedha. Kitabu cha Matendo sura 16 mstari wa 16, Biblia inasema, ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta, aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Yani huyu pepo wa uaguzi ni pepo wa utambuzi ambaye anaweza kutambua tatizo au shida zako ulizonazo. Pia huyu pepo wa utambuzi au roho ya utambuzi inaweza ikajua wewe ni nani, ulizaliwa lini, shida yako ni nini. Kwa hiyo huyu mtu alitumika na watu kupata faida kutokana na matatizo na shida walizokuwa nazo. Ndio wanachokitumia mitume wa uongo, manabii wa uongo na watumishi wa uongo kujipatia fedha na kujipatia kipato. Biblia inatuambia mtu huyu alitumia pepo wa uaguzi kupata faida, kama jinsi ambavyo manabii wengi wa uongo wanatumia roho ya utambuzi ili kupata faida. Kazi kubwa ya shetani anayoifanya ni kujaribu kushawishi ili ufikiri kwamba Mungu ndiye anayefanya, kumbe shetani ndiye anayefanya. Kwa hiyo mtu au nabii au mtumishi wote kukwambia wewe ni nani bila wewe kumwambia na kukutajia vitu vyote, haimaanishi kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu sahihi. Maana hata shetani ana uwezo wa kuona rohoni kama wanavyoona watumishi wa Mungu, lakini kuna baadhi ya mambo ambayo lazima pia uyatambue. Kwa kitu cha kwanza au njia ya kwanza kuwatambua, huaga wanatumia pepo ya utambuzi. Kwa hiyo ukishaona hiyo kitu au nabii utakikutabiria jina lako na watoto wangapi, usishtuke kwa kuamini haraka kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu. Na kitu kingine cha pili, watu wanaojiinua badala ya kuminua Mungu. Yani nabii anayejiinua au mtumishi wote anayejiinua au mtu wote anayejiinua badala ya kumuinua Mungu, hii pia ni ishara kwamba huyu sio mtumishi wa sahihi wa Mungu, wala sio mtumishi wa kweli wa Mungu. Ni mtu mmoja jina lake Simon. Kwenye kitabu cha Matendo sura 8 mstari wa 9 hadi 11, Biblia inasema, na mtu mmoja jina lake Simon hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, akiwashangaza watu wa taifa la Samaria, akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. Wote wakamsikiliza tangu mdogo hata mkubwa. Wote wakamsikiliza wakisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. Wote wakamsikiliza toka mtoto hata mkubwa, akisema mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu. Wakamsikiliza kwa maana amewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Umeona, huyu mtu
alikuwa anasema kwamba yeye ni mtu mkubwa, yani alikuwa anajitukuza, anajinua, ikapelekea mpaka watoto na watu wazima wakamsikiliza kwa zile ishara hizo kwa anazifanya. Ukiona hiki kielezo au ukiona hii dalili kwa mtumishi, ujue basi huyu aliye ndani yake sio roho ya Mungu, kwa sababu kazi ya roho ya Mungu ni kumtukuza Mungu duniani, ni kumuinua Mungu duniani. Lakini mtumishi wote wa Mungu anayejinua yeye, anayejitukuza yeye badala ya kumtukuza Mungu, huyo hapana, hayafanyi mapenzi ya Mungu. Ikisoma Biblia vizuri na imekuelekeza, nataka uone kuwa huyu mtu alikuwa mchawi, lakini watu walizani ametoka kwa Mungu. Kwa hiyo inawezekana kabisa mtu kuwa anatumia uchawi halafu kozani anatokana na Mungu. Kwa mfano, Biblia inatuambia yule mwanamke ambaye ni mama wa makahaba, yani kanisa lilozaa mengine, Ufunuo wa Yohana 17:5, anatumia uchawi kudanganya watu. Lakini nataka tujifunze kitu cha msingi kutoka kwa huyu mchawi katika Matendo sura ya 8. Biblia inasema huyu mtu alikuwa akisema yeye ni mtu mkubwa. Unapoona mtumishi anajitukuza na kusema yeye ni mtu mkubwa na kufanya ishara nyingi, huyo anatokana na shetani. Hakuna mtu anayetakiwa kujitukuza yeye, anayetakiwa kutukuzwa ni Mungu. Mtu unapojitukuza wewe badala ya kumtukuza Mungu, hiyo roho haitokani na Mungu. Hiyo roho inatokana na shetani, kwa sababu shetani toka mwanzo alijitukuza akitaka kufanana na Mungu. Kwa hiyo ukiona mtu anajitukuza na kujinua yeye, huyo mtu atokani na nani? Huyo mtumishi atokani na Mungu. Hata huyo mtu hawezi kutokana na Mungu. Pia shetani tangu mwanzo alikuwa ni mtu wa kujinua sana. Hivyo hii roho hata kwa watumishi wake utaikuta. Ukishaona mtu wanaosema ni big prophet au media prophet au media one au nabii mkuu au nani wanaojiita majina, yani wewe mfano mtumishi wa Mungu, sisi tunajua kuna karama ya utumishi, kuna karama ya utume, karama ya kinabii, ualimu, injilisti na uchungaji na zingine. Wewe unapotokea wewe unajiita ni mchungaji mkuu, unajiita nabii mkuu, unajiongezea majina, unajiongezea vyeo, wakati kwenye Biblia hakuna mtumishi wote wa Mungu toka mwanzo mpaka Ufunuo aliyejiongezea jina. Tunamjua kwamba kulikuwa na nabii Isaya. Nabii Isaya hakujiongezea jina lolote. Nabii Elia hakujiongezea jina lolote. Wako manabii wa Mungu ambao kwenye Biblia walifanya ishara za ajabu na kubwa kupita kawaida, lakini hakuna sehemu walipojiongezea jina. Yani kwamba Nabii Joshua aliyesimamisha jua akajiita Nabii Joshua the Media One, akajiita majina, akajitukuza kama wanavyojitukuza hawa leo. Hizo zote ni sign, ni ishara za kujiinua, ni ishara za kwamba hawa hawatokani na Mungu, kwa sababu anayetakiwa kupewa utukufu ni Mungu, lakini wao wanajipa utukufu. Lakini ukiangalia kwenye neno la Mungu au kwenye kitabu cha Biblia, hakuna nabii yote ambaye alijitukuza akajiinua kutokana na ishara alizozifanya. Soma Biblia vizuri. Biblia inaonyesha watu waliofanya matendo makubwa ya Mungu, waliofanya ishara kubwa kupita kawaida, na hakuna sehemu hata moja walijiinua. Lakini sasa hivi utaona mtu anafanya kaishara kadogo, anajitukuza, anajiinua kupita kawaida, wakati anayetakiwa kuinuliwa hapo ni Mungu. Kwenye Biblia hakuna nabii wa Mungu hata mmoja ambaye alijiinua. Wote walimuinua Mungu, kwani hawakutafuta utukufu wao, bali walitafuta kumpa Mungu utukufu. Yesu alisema mtu anayetaka kuwa mkubwa na awe mdogo na awe mtumishi, Mathayo 20:26. Hivyo ukishaona watu wanajisifu kwa kujinua badala ya kumuinua Mungu katika Kristo Yesu, wanatumia roho ya shetani. Ishara nyingine ya tatu, biashara ya upako. Ukisoma habari za yule Simoni aliyekuwa mchawi, neno linasema na yeye Simoni mwenyewe aliamini akabatizwa, akashikamana na Filipo. Akashangaa alipoziona ishara na miujiza mikubwa kupita kawaida ikitendeka. Matendo ya Mitume 8:13. Ukiendelea kusoma neno linasema hata Simoni alipoona ya kuwa watu wanapewa Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono na mitume, akataka kuwapa fedha akisema, nipeni na mimi uwezo huu ili kila mtu nitakayemwekea mikono yangu apokee Roho Mtakatifu. Kwa lugha nyingine, Simoni alitaka kununua upako, yani kununua upako. Yesu alipokuwa anawapa upako wanafunzi wake alisema, mmepata bure, tueni bure. Upako wa Mungu hauuzwi. Cha kwanza nataka nikwambie kiko, hauwezi kumfungia Mungu kwenye chupa. Yani mimi sitakiwi mimi nikuuzie wewe upako. Hamna sehemu ile tuambia tuchangie upako au tununue upako. Yani kwamba mimi nikikuuzia upako eti unachangia huduma. Hapana, kama Mungu alikuita, yeye Mungu ndo anatajua vipi huduma yako aipiganie na ilinde. Utumishi wote wa Mungu au mtu yote anayeuza kitu chochote au kifaa cha upako, kwanza nguvu za Mungu haziuzi.
Kwanza nguvu za Mungu haziwezi zikafungwa kwenye chupa. Yaani chupa haiwezi kabeba nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu zinakaa ndani ya mtu. Roho Mtakatifu akisha kuja juu yako, wewe ndio unapokea nguvu. Wewe ndio hekalu la Mungu na Roho wa Mungu anakaa ndani yako. Kwa hiyo Roho wa Mungu hawezi kukaa kwenye chupa. Chupa yani haiwezi mbeba Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu, kwenye roho zetu sisi, ndipo Roho Mtakatifu anapokaa. Kwa lugha nyingine sasa, hawa wanaouza vitu vya upako au wanaokuuzia vifaa vya upako, vifaa vyote, hizo zote ni indicator za kipepo ambazo ziweze kukusaidia, kwa sababu Mungu mwenyewe anakaa ndani ya mtu. Ukiona watu wanauza vitu vya upako na kadhalika, ujue kwamba wanaotaka hao wanatokana na Shetani. Ukifuatilia huo upako utokani na Roho Mtakatifu, bali ni Lucifer mwenyewe. Kwa hiyo kuna madhara makubwa sana kununua hivi vitu, kwani unapovinunua unajiungamanisha na miungu yao, na Shetani anakuwa na uhalali wa kufunga maisha yako. Kwenye Biblia hamna biashara ya upako, ila hii ni mbinu ambayo watumishi wa Shetani wanaitumia kupata fedha nyingi. Kuna mtu mmoja alinunua mafuta ya upako kwa nabii mmoja mkubwa wa uongo Nigeria, na baada ya hapo aliona mambo ya ajabu. Sasa kama mtu anakuuzia kitu cha upako, anakuambia kinakulinda, ili hali yeye analindwa na mabodyguard, kwa nini wewe usishtuke kwamba hapo unapigwa? Kwa hiyo sasa hii ni mojawapo pia nyingine ya ishara inayokutambulisha kwamba huyu hatokani na Mungu. Ishara nyingine ya 4, utawatambua kwa matunda yao. Utawatambua watumishi kwa matunda yao na sio karama zao, kwani sio kila karama zinatokana na Mungu. Asilimia kubwa wanatumia nguvu za giza, bali wanadanganya watu kuwa ni nguvu za Mungu. Hivyo angalia kama wanazaa tunda la Roho. Wagalatia sura ya 5:22-23. Usiangalie kwamba wanatabiri au wanafanya miujiza mingi, bali angalia wanapeleka moyo wako wapi, kwa Mungu au kwa miungu yao. Kumbukumbu Torati 13:1-4. Utaangalia matunda yao kwako kwa kuangalia kama unapata nguvu ya kuomba, nguvu ya kusoma neno na kiu ya kumtafuta Mungu na ufalme wake. Ukiona baada ya unabii moyo wako uko kwenye pesa na kwenye mambo ya dunia, hiyo inatakiwa ikuambie huyo sio mtumishi wa Mungu. Nabii yote wa Mungu kazi yake ni kuwarejesha tena watu wa Mungu warudi kwa Mungu, sio mioyo yao ielekee kwenye fedha, ielekee kwenye anasa za dunia. Nabii yote wa Mungu ni kulionya taifa la Mungu na watu wa Mungu na kuambia watu neno lilotoka kwa Mungu, wamrudie Mungu. Kwenye Biblia nzima hakuna nabii yote wa Mungu ambaye alipokea ujumbe kutoka kwa Mungu wa kinabii ambao uliwapoteza watu, uliwaelekeza tu kwenye fedha au kwenye tamaa ya maisha au kwenye dunia hii, bali manabii wote walitabiri sawa sawa na neno la Mungu, watu watubu, waache njia zao mbaya. Kuanzia Musa mpaka Malaki mpaka mitume wa Yesu, wote walihubiri Injili na kufundisha Injili na kutabiri na kutoa unabii unaowarudisha watu kwa Mungu, wamrudie Mungu. Kwa hiyo matunda ya Roho ambayo yameandikwa kwenye kitabu cha Wagalatia: upendo, uvumilivu, utu wema, fadhili, hivyo ndivyo tutakapowatambua. Kwa hiyo mtu anajiuliza, huyu mtu anafanya miujiza, anafanya ishara, lakini akiangalia tabia zake anaona kabisa mbona hazifanani na yeye ni mtumishi wa Mungu, lakini zile ishara zinakuchanganya. Miujiza na ishara anazozifanya zisikuchanganye wala zisikutishe ukaona kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu, ila kinachotakiwa kukuonyesha kwamba wewe huyu ni mtumishi wa Mungu ni neno la Mungu ndani yake, tunda la Roho Mtakatifu ndani yake, na neno analolifundisha linakupeleka wapi? Linaupeleka moyo wako kwa Mungu au kwenye fedha, kwenye kupenda fedha? Maana neno la Mungu linasema msipende dunia, ni sio watu wenye kupenda fedha sana, maana Mungu anajua hayo tunayahitaji, lakini mioyo yetu sisi inatakiwa ielekezwe kwa Mungu. Neno analotupa nabii, analokupa nabii kuelekeze kwa Mungu. Kitu kingine au ishara nyingine, kuwa na neno. Kuwa na neno. Biblia inasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote. Wakolosai 3:16. Kuwa na neno la Mungu ndio kitu cha muhimu kuliko vyote. Mtu kama hana neno la Mungu hawezi kutofautisha kati ya nabii wa kweli na nabii wa uongo, kwani ataona wote wanatumia jina la Yesu. Mtu asiye na neno hawezi kutofautisha kati ya kondoo na mbwa mwitu. Mwenye mavazi ya kondoo, kwani atawaona wanafanana. Siku moja ambapo unakosa neno la Mungu ndani yako, hauwezi kutofautisha kati ya mtumishi wa kweli na uongo, sababu neno la Mungu
ndio upanga wa Roho unaokuchambulia mtumishi sahihi wa kweli wa Mungu na mtumishi ambao sio wa Mungu. Sawa. Mtu ambaye hana neno la Mungu atakuwa anatumia macho ya nje badala ya kutumia macho ya ndani. Biblia inasema wazi kuwa tuzijaribu roho kama zinatokana na Mungu. Kwenye kitabu cha waraka wa kwanza Yohana 4 mstari wa kwanza. Utaijaribuji roho kama inatokana na Mungu ikiwa huna neno la Mungu ndani yako? Sio rahisi kuzijaribu hizo roho kama hujui namna ya kuzijaribu kwa kutumia neno la Mungu. Neno la Mungu lina ukali kuliko upanga wote ukatao kuwili. Waebrania 4:12. Manabii wa uongo wote wana upanga ukatao kuwili. Biblia imetuonya kuwa nyakati hizi watu watajitenga na imani na kusikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Timotheo wa kwanza 4:1. Mtu asiye na neno hawezi kutofautisha mafundisho ya Mungu na mafundisho ya mashetani, kwani yote yanatoka kwenye Biblia. Mtu asiye na neno hawezi pia kutofautisha kati ya kanisa la Mungu na kanisa la shetani. Hivyo ni muhimu kuwa na neno la kutosha ili uweze kuzijua roho zinazotokana na shetani, ili kudanganya watu. Ukiwa na neno la Mungu utajua kazi za manabii katika Biblia zilikuwa zipi. Hivyo manabii wa uongo utawatambua kirahisi, kwani watakuwa wanatenda tofauti na neno la Mungu. Kwa neno la Mungu liko ndani yako. Unapoona mtumishi wote au kanisa lolote, neno la Mungu litakusaidia kujua hapa ni sahihi, hapo sio sahihi, kwa sababu neno la Mungu linapokaa ndani yako, Biblia inasema ni taa ya njia zako na miguu yako. Kwa neno la Mungu litakuonyesha na litakufunulia kwamba huyu ni sahihi, huyu sio sahihi. Neno la Mungu. Hatari ya kutokupokea kweli ya Mungu. Una hatari kubwa sana ya kukataa kweli ya Mungu na kukataa unabii wa aina fulani. Ukikataa kweli ya Mungu, Mungu atakuletea manabii wa uongo ili upotee. Ukisoma habari za Ahabu, neno linasema mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, "Je, sikukwambia hata nibashiria mema ila mabaya?" Unapokataa neno la Mungu, basi adui atakudanganya na manabii wa uongo wengi watakupoteza. Kwa hiyo neno la Mungu huwa linakuja kuturejesha. Neno lolote la Mungu la kinabii linaturejesha kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hiyo asitokee mtu akakudanganya kwa haya yote. Unahitaji kufuata neno la Mungu linasema nini. Basi Mungu wa mbingu na nchi akubariki wewe ambaye uko unasikiliza ujumbe huu. Usisite kabisa ujifunza zaidi na kutaka kumjua Mungu na kuwa karibu na Mungu. Maana nyakati hizi ni nyakati za mwisho ambapo manabii wengi wa uongo wametapakaa kila mahali. Na Yesu Kristo alisema nyakati za mwisho utakuwepo na manabii wengi wa uongo, watawadanganya wengi, yamkini hata walio wateule. Na neno hili la Mungu limekuja kabisa mahususi kwa ajili ya kukupa mwanga, kukupa picha, ili fahamu wetu ufunguke, tupate kuwajua na kuwatambua manabii wa uongo na watumishi wa uongo, ili tupate kuepuka na tukae sawasawa na neno la Mungu. Shalom, shalom. Mungu wa mbingu na nchi akubariki.